Wakati tunafahamu kwamba mazoezi ni muhimu sana hususan kwa wagonjwa ambao wana shida ya acid reflux. Changamoto ambao wengi wagonjwa wanakutana nayo ni kutambua ni aina gani ya mazoezi ambayo wanaweza kuyafanya ambayo inaweza kusaidia dhidi ya tatizo la acid reflux. Kuna baadhi wamekuwa wakifanya pasipo utambuzi wa mazoezi haya na wamekuwa baadhi wakisema kwamba nikifanya mazoezi najisikia vibaya. Lakini cha kuja kugundua ni kwamba walio wengi wanafanya mazoezi ambayo sio sahihi. Video ya leo tunaangazia mazoezi makuu matano ambayo unaweza ukayafanya wewe ambaye ni mgonjwa wa acid reflux na yakakusaidia. Kwa kama uko interested, tuende sambamba mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Upo nami Emmanuel Mpalie ambaye ni nutrition specialist. Acid reflux tunafahamu kwamba ni moja ya janga ambalo linasumbua wagonjwa wengi. Ilikiwa inakuja na tabia ya vitu vyenye asili au asili kupanda kuja kwenye koo na hivyo kusababisha vitu kama moto. Ni bahati nzuri tunafahamu katika moja ya tiba huwa tunasema kwamba ni kubadilisha mtindo wa maisha ambao unaoishi wewe, ambao ni pamoja na masuala ya mazoezi. Mazoezi ni muhimu na huwa yanasaidia katika matibabu ya acid reflux. Ni mazoezi gani? Zoezi namba moja ambalo huwa naishauri kwa mgonjwa mwenye shida ya acid reflux ni kutembea kwa mguu. Kutembea kwa mguu ni moja ya mazoezi ambayo ni mazuri sana, ambayo hapa tunasema kwamba mgonjwa angalau kwa siku apate hata nusu saa za kutembea kwa mguu. Hata kama taweza hata risali moja, it is okay, ni sahihi tu. Kwa nini kutembea kwa mguu ni vizuri na ni muhimu sana kwa mtu mwenye shida ya acid reflux? Ni kwa sababu kutembea kule kunakuja kusaidia kuweza kupunguza ile kasi ya ile misuli kwenye utumbo, kucontract na kupush vitu kupanda kuja kwenye juu, kuja kwenye koo lako. Kwa hiyo inakuwa inakusaidia wewe. Lakini tunafahamu kwamba mazoezi ni kwamba yanasaidia kwenye kuhakikisha kwamba vyakula viweze kujongea vizuri kwenye mmeng'enyo wako, na hivyo kupunguza ule muda ambao chakula kingeweza kukaa tumboni na ule muda ambao ungeweza kuchukuliwa kwa asidi kwenda kuzalisha kwenye tumbo lako kuja kusaidia masuala ya mmeng'enyo, na hivyo kupunguzia wewe ile hali ya uzalishaji wa asidi nyingi sana tumboni. Lakini pia ufahamu kwamba masuala ya mazoezi hususan kutembea huku ni kwamba kunasaidia kwa masuala ya kupungua kwa uzito. Kwa hiyo mazoezi haya ya kutembea ni muhimu sana na huwa nashauri kwa mtu mwenye shida ya acid reflux. Mazoezi namba 2 ambayo huwa na shauri ni zoezi la kupumua. Tunaenda kwamba ni breathing exercise, ambayo zoezi hili ni zuri sana hata kwa wale ambao acid ni kali inasumbua, ambapo unavuta hewa kwa ndani kuingia kwenye mapafu yako kwa kutumia pua, afu baadaye unaitoa kutumia mdomo, na baadaye tena unafanya zoezi hilo ukiwa umefunga pua lako na mdomo, kwa maana kwamba kama unakufanya mara 2, unavuta hewa halafu unataka kujaribu kama kuitoa, lakini hewa haitoki. Yaani uitoe hewa kabisa moja kwa moja, lakini unapovuta pia kwa kuwa umeshafunga nani pua lako, ni kwamba hewa inakuwa haingii. Unafanya kama mara 5, unavuta kwa ndani, unatoa, alafu baadaye unaachia. Sasa unapumua kwa njia ya mdomo, ambapo sasa ile inakuja kusaidia kwenye misuli, kwenye masuala ya mapafu, lakini hata kwenye kuweza kusaidia misuli hii ambayo kama ni lower esophageal sphincter muscles iweze kukaza vizuri, kusudi kuweze kuzuia vitu kuweza kupanda. Na kuna video nyingi ambazo watu wengine washatengeneza ambazo ka review, lakini pia nitaleta video juu ya haya mazoezi, namna kuyafanya kiusahihi kabisa. Lakini breathing exercise ni moja ya zoezi ambayo kama ni zoezi namba 2 ambalo nataka wewe ulifanye. Zoezi namba 3 ni kuweza kuogelea. Kuogelea pia nako imedhibitika kwamba inasaidia, kwa maana kwamba unapokuwa unaogelea huwa inapunguza ile pressure kwenye tumbo ambalo ingeweza kusababisha ambako unapelekea vile vitu lazimisha kupanda kuja kwenye koo lako, na hivyo iwe kuwa ni faida kwako, kwa sababu vitu havilazimishi tena kupanda kuja juu. Lakini pia imeonekana kwamba mazoezi yanasaidia kwenye kuimarisha misuli ambayo inakuja kusaidia kwa masuala ya mjongeo wa chakula kwenye utumbo, na hivyo kuweza kusaidia kwa masuala ya uzalishaji wa asidi, kwa maana kwamba asidi inazalishwa kidogo. Lakini wakati huo hii jaribu kuangalia mara nyingi hii issue ya kuogelea pia huwa inakuja kusaidia kwenye masuala ya tumbo kujaa gesi. Hili ni zoezi namba 3. Zoezi namba 4 ni kuweza
kufanya ni kama kukimbia, kisa kukimbia, yani tunasema ni light jogging, ambapo hukimbii kivile wala hutembei kwa miguu taratibu, yani kama uko katikati, unatembea kwa haraka sana. Lakini hii ni kabidi usikilize mwili wako, yani kwa maana wewe jinsi ulivyo. Kwa mtu mwingine anaweza kufanya ikamletea changamoto, kwa maana kaona kama ile asili kurudi. Kwa mtu mwingine akifanya haimletee shida yoyote. Kwa hiyo usikilize mwili wako unasemaje. Tunaita kwamba ni light jogging. Kwa hiyo hii na pia ni aina ya mazoezi. Ya 5 na ya mwisho ambayo nahitaji kufahamisha leo ni kuendesha baskeli. Na baskeli nazungumzia si baskeli hizi ambazo zina move ambazo zinabeba mizigo na safirisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hapana. Kuna zile baskeli ambazo nakuta zimetulia sehemu moja, unakuwa kama vile uko naendesha. Hususan mara nyingi zinapatikana kwa masuala ya gym. Ile kuendesha baskeli za design nazo pia huwa zinasaidia kwenye tatizo la acid reflux. Ni tofauti na zile baskeli nyingine ambazo naenda mara umefika kwenye bonde imekurusha, imefanya hivi. Kwa hiyo ni tofauti. Ile huwa tunashauri kwamba unaweza kuitumia kama sehemu ya mazoezi. Mazoezi haya makuu 5 ambayo nimezungumza: kutembea kwa mguu, kuweza kufanya breathing exercise, kuweza kufanya jogging, kuweza kuogelea. Haya mazoezi haya ni mazoezi mazuri sana kwa mtu mwenye shida acid reflux, na yanasaidia dhidi ya tatizo la acid reflux. Kwa hiyo ukiweza kuyajumuisha pamoja na utaratibu mwingine ambao unaendelea pamoja na kwamba modify ambavyo ni vizuri ambavyo navitumia, ukijumuisha na zile dawa ambazo zinasaidia, kwa maana kwa sasa tunafahamu kabisa dawa za Australia huwa hazitibu moja kwa moja, ila huwa zinasaidia. Ukiweza kuvijumuisha kwa pamoja, unajikuta kwamba una package nzima ya matibabu ambayo mwisho wa siku utaweza kuona mabadiliko makubwa sana kwenye tatizo lako la acid reflux. Kwa leo nilihitaji kufahamisha habari za mazoezi ambayo ni mazuri kwa mtu mwenye shida ya acid reflux. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalia, ambaye ni nutrition specialist. Tukutane kwenye kipindi kingine kijacho. Kwa heri.